Mawindo kuelekea mchezo wao ujao wa Ligi ya Mabingwa Afrika utakaopigwa kule nchini Malawi, ambao utapigwa Oktoba 18-19 mwaka huu. Nimemtafuta meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya soka ya Yanga, Ali Shaban Kamwe, kutaka kufahamu kwa kina kinachoendelea hivi sasa, kikosi chenu Kamwe, mazingira yapoje mpaka hivi sasa kuelekea mchezo huu ambao utapigwa baadaye mwezi huu mwaka huu kule nchini Malawi. Yes, maandalizi yanakwenda vizuri, yapo leo na siku ya kesho ni siku ambazo benchi la ufundi imetoa mapumziko na rejea tena mazoezini siku ya Jumatatu, panapojaliwa Mwenyezi Mungu. Lakini kila kitu kinakwenda sawa. Wachezaji wote ambao hawakupata nafasi kwenye timu zao za taifa wameendelea na mazoezi kwa wiki yote hii ambayo imemalizika siku ya jana. Na ukiangalia vizuri wachezaji ambao walikuwa na majeraha kwa maana ya Clement Mzize, Sure Boy wameimarika kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano Sure Boy ameshajiunga na timu kabisa kwa mazoezi pamoja ya timu, na hata kwenye mchezo wa mwisho huu wa kirafiki ambao tumecheza dhidi ya TRA alishiriki pia, lakini Mzize hakuweza kushiriki, aendelea na maandalizi yake. Mchezaji Dickson Job ambaye alikwenda kwenye national team lakini alikuwa na injury kidogo, amerejea na anaendelea na matibabu yake vizuri. Azizi Andambwile yeye alienda kwenye national team lakini pia ameruhusiwa kurudi kambini, kwa amejoin na team na kesho ataanza maandalizi yake kuelekea mchezo wa Champions League dhidi ya Silver Striker. Na pengine kocha anasemaje? Wewe ni kocha, unajua Ali Kamwe, una Mingo na Roman Folz. Unajua amejiunga na timu ukiwa na maingizo mapya, wachezaji wengi talented, watu wanatamani kuona kwa pamoja wakiingia kikosini. Baadhi hawapo na timu, inamuia ugumu kiasi gani kutengeneza muunganiko, hususan mkiwa ndani ya mashindano? Na hii imekuwa changamoto kubwa kwa benchi letu la ufundi msimu huu. Sio kwamba ni kipindi hiki tu. Kwa mfano ukiangalia wakati Roman Folz amekuja, timu yake yote alipata tarehe 11, kumoja kabla ya tamasha la Yanga Day. Kwa maana timu ya wachezaji waliokuwa CHAN wote ndio wamerejea tarehe 11 na hakuwa na muda wa kufanya nao mazoezi. Yeye aliwatumia kwenye Yanga Day, na baada ya hapo wote mnakumbuka wakawa tena kalenda nyingine ya kuelekea mechi ya ngao ya jamii ambayo ilikuwa ndani ya siku 3 tu mbele pale, kutoka tarehe 12 mpaka tarehe 16. Baada ya hapo tukawa na mechi ya away Angola dhidi ya Wiliti. Baada ya hapo tukarudi nyumbani tukacheza mechi ya Wiliti marudiano, tukacheza mechi ya ligi, na FIFA break tena imekuja baada ya mechi 2 za ligi. Kwa ukiangalia wali muda ambako walipata timu yake yote ndio muda ambako tayari mechi za ushindani zilikuwa zimeshaanza, ikiwemo Kariakoo Derby. Sasa hivi baada ya hii break tena kalenda FIFA imekuja, wachezaji 11 wameondoka. Kwa unaweza ukaona kuna hiyo changamoto ya mwalimu kukosa squad yake yote, na hiyo 11 wanaoondoka maana yake ni wachezaji ambao kwa asilimia kubwa unawategemea kuwepo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo kwenye tathmini ambao uongozi unaendelea kuifanya kuhusu timu yetu, namna ambavyo tuna perform, hizi pia ni factors za kuconsider ambazo viongozi wako nazo mezani, wanaangalia wapi tunaweza kuimprove kama timu na tukarudi kwenye muundo wetu wa kiuchezaji. Unajua issue hapa sio result. Sisi tumepata sare mechi moja ligi, tumeshinda mechi moja, tumequalify kwenda hatua ya pili ya Champions League kwa jumla magoli 5, tumechukua ngao ya jamii. Kwa hiyo result zipo, result zimepatikana, lakini kitu ambacho kinakuwa shauku ya watu ni rhythm ya timu. Rhythm ya timu kwenye dakika ya kwanza ya mchezo mpaka ya mwisho. Kwa rhythm ya timu sasa ndio hizi factors za kitaalamu. Mashabiki wana haki yao kuongea, nyie waandishi mna haki yenu kutoa maoni, lakini uongozi wa Young Africans una nafasi yake pia, kwa sababu ulipigiwa kura kuweka madarakani kuiongoza hii timu, una nafasi ya kufanya tathmini. Kwa nini tumepoteza rhythm, na factor ni nyingi ambazo zinaangaliwa. Kwa hiyo mimi niwaambie wanachama na mashabiki wa Young Africans, soon as possible inshallah taendelea kulinda matokeo yetu na rhythm ya timu itapatikana. Na comrade Ali Kamwe, tafsiri yake ni kwamba hiki ndicho ambacho kinawafanya kama viongozi
kuendelea kuwa na imani na kocha Romain Folz, na ndio maana unaendelea kuwajibu wanaokosoa mbinu za kocha na pengine na namna timu inavyocheza? Mimi sijawajibu wanaokosoa. Kama ukifuatilia toka mwanzo maoni yakiwa yanatolea, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kabisa, na hata kuna mechi mimi nilikiri pia hatukucheza vizuri dhidi ya Pamba Jiji. Ndio tulishinda goli 3. Lakini nilifanya mahojiano nikakiri kwamba haikuwa performance nzuri ya Yanga. Kwa hata wanaotoa maoni wana haki yao. Tofauti ni moja tu. Wao wanatoa maoni kwa sababu wanaona final product kwenye mechi. Sisi viongozi tupo sehemu ambako hiyo final product inatengenezwa. Kwa maana kwenye uwanja wa mazoezi tuko na wachezaji, tuko na technical bench, tunaona from point A mpaka point Z timu inapokwenda uwanjani. Kwa hiyo yule ambaye anatoa maoni kwa final product huwezi kubishana naye kwa sababu haoni nyuma ya pazia vitu gani vinatokea kutengeneza hiyo final product. Ndio maana tumekuwa watulivu, tumeacha watu watoe maoni yao, na mimi nimesema ni very positive maoni, as long as hatukanwi mtu, ni maoni positive na yanaonyesha ukubwa wa klabu ya Young Africans, yanaonyesha demand ya timu yetu. Kama mwalimu juzi kati nilikuwa nimekaa naye, nikamwambia this is Young Africans Sports Club. Umeshinda dabi hapa kwenye ngao, moja ya mechi muhimu sana hapa Tanzania. Umeshinda lakini watu wamekunyoshea kidogo. Umekwenda kwenye Champions League away, umeshinda goli 3. Ziko timu zimeshinda goli 1 hapa, lakini hakuna story. Wewe umekuwa story kwa sababu unafundisha klabu kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo lazima uishi kwenye matarajio haya. Unaweza si ukampiga mtu goli 10 na bado mashabiki wakakuhoji goli la 11. Hiyo ndio standard ya Young Africans Sports Club. Kwa hiyo ameanza kuelewa, ameanza kufeel hiyo pressure na ameanza kuadapt. Twende katika rhythm ambayo inatakiwa tuwe Young Africans Sports Club. Hii sio timu ya mtu kurelax. Kishafika level tu Yanga tumerelax, maana yake tumefika katika level ya kuporomoka. Hii kuwa na pressure, kuwa na maoni inaisaidia taasisi kuwa na chashi ya kufanya vizuri kile inapoitwa leo. Ikifika moment tumerelax tu. Tumetengeneza anguko letu wenyewe. Na kuelewa Alikamwe, lakini kuna namna yoyote ambayo Romain Folz ni kocha kijana, nadhani kwa ukubwa wa timu inawezekana Yanga ikawa ndio ya daraja la juu kuwa head coach. Namna gani mnamlinda na hii pressure? Tetesi zinahusishwa kuna kocha sio kutoka Madagascar, sio kutoka wapi. Mnamlinda vipi as a coach? Hizo ni tetesi tu ambazo zipo kwenye mitandao, huwezi kuzizuia. Cha muhimu ni kocha anapata support ya viongozi 100%. Basi, kwa sababu hao ndio wamemwajiri. Kama anapata support 100% kuipeleka mbele hii project, ndio la muhimu kwake yeye. Anatakiwa ahakikishe imani ya viongozi inafanywa kazi na timu inakuwa na rhythm yake. Kwa hizi tathmini zinazofanyika hizi, support ya viongozi iko pale, haijayumba. Ingekuwa support imeyumba ndo mwalimu anapata pressure na nini, lakini support iko pale. Lakini lazima aambiwe kwamba hizi kelele unazosikia hizi sio kelele tu zimetoka kusio kujulikana, ni kelele kwa sababu people know their team, wanajua standard, wanajua rhythm ya timu yao, ndio maana wanajaribu kupush twende mbali zaidi. Na sisi kama viongozi, narudia kukwambia tena, ni kitu positive kwetu sisi kwa sababu kinatufanya tusirelax, tusibweteki. Tumetoka kuchukua makombe 5 last season shot. Tumetoka kufunga mtani mara 6 mfululizo. Ingekuwa tu ni timu ya ovyo ovyo, saa hizi ingekuwa tumekunja 4 na watu wamerelax. Kelele hizi zina ishara kwamba taasisi hii haitaki kuridhika. Watu wafungu kila siku, makombe yaje kila siku kabatini kwetu. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru mashabiki wa Yanga kwa kutoa maoni yao na wadau wengine, lakini sio maoni ya kukwaza. Ingekuwa imefika level ya kuanza kutukadana maneno mabaya, ingekuwa sio nzuri. Lakini watu wametoa maoni positive ambayo uongozi umeyafanyia kazi, na kama yako mambo ya kutangazwa assume takuja kuyatangaza kuhusu tathmini ambayo imefanyika na viongozi wetu. Mwisho kabisa, Malawi, mchakato, safari mpaka hivi sasa, tunaweza kusema kwamba mipango ipoje? Timu inaondoka hapa tarehe 16 kuelekea Malawi. Kwa hiyo tutakuwa na tarehe 16 yenyewe, tutakuwa na tarehe 17 za kufanya mazoezi pale Malawi. Alafu tarehe 18 ndio siku ya mchezo. Lakini kwa upande wa mashabiki ambao wanaondoka asilimia kubwa na njia ya basi, wao safari yao pia itakuwa tarehe hiyo hiyo 16, na mpaka sasa hivi tuna mabasi ambayo jumla tumeandikisha Tanzania nzima ameshafika 25. Hii wiki inayokuja hii naamini hamasa itakuwa kubwa zaidi, na watu wengi walikuwa wanashughulikia hizi hati za kusafiria watakuwa wameshazipata, na tutakuwa na namba kubwa ya kusafiri kwenda Malawi inshallah.
Meneja wa idara ya habari na mawasiliano Ali Shabani Kamwe, mazungumzo yake marefu na Sports Extra Clouds FM juu ya mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Kwa wewe mwanafunzi wetu uliyehitimu mtaala kutoka Mongolia, umeondoka na kipi juu ya mazungumzo yangu na Ali Shabani Kamwe? Kwako Master. Usiamini vicheko. Hilo la kwanza. Usiamini vicheko kwa sababu hata wakati wanaondoka Miguel Gamondi, uvumi kama huu uliwepo. Mwisho wa siku akapigwa picha ipo mazoezini asubuhi. Huyu nani mwe Gamondi, huyu hapa nani asubuhi mazoezini. Jioni kupata taarifa kwa umma. Taarifa kwa umma. Ye double M ile. M weka 3 pale. Umeelewa? Na mimi binafsi alichosema Ali Kamwe, alichoongea naye mdomoni, sasa sijui kama anatoka mdomoni na moyoni hapo hivyo au vipi. Hiki ndicho ambacho kilitakiwa kuwa viongozi wafanye. Unajua kitu hiki sahihi, kwa sababu ukimwangalia Romain Folz, watu wengine wanasema mbona mnamtetea? Wewe mbona una vinasaba fulani afu unamtetea huyu? Una lengo gani wewe? Unajua kama tunaenda kwa data, yes. Romain Folz kwa mfano, yani ripoti ya kumfuta kazi inaambatana na nini alichonini. Kwa mfano umeweka mkataba miaka 3, miaka 2 ureva au mwaka mmoja. Unamfuta kazi kwa lipi? Kwa sababu yeye ametimiza majukumu yake kwa 95% so far. Sahihi. Msimu uliopita Ali amesema walibeba vikombe 5. Sasa hivi wamebeba vikombe vingapi? Somenda huko ni Rwanda amebeba. Ndio swalenda South Africa kabeba Toyota. Ndio. Msimu huu ajenda South Africa ameenda Rwanda amebeba. Wamekuja hapa ngao ya jamii. So wamebeba na ngao ya jamii. Tena wamempiga Simba. Unaelewa tu Mike? Mwaka jana walimpiga Azam. Simba na Azam mwaka jana. Mwaka huu ngumi change mechi moja wametandika. Hilo moja. Na uongozi mimi binafsi kama kauli hizi za mashabiki wanasema soka halitembei. Yanga ina standard yake. Huyu ameshusha ile standard. Wanalalamika. Well and good. Kama maneno na viongozi wakafanyia kazi ya maneno, mimi binafsi nitakuwa siwaelewi viongozi wa Young Africa. Kwamba mashabiki hawa ambao wanasema kandanda sasa hivi sio bora. Kuna wakati watatafuta matokeo yaliyo bora. Na hayapatikani. Hivi unanielewa? Msimu uliopita Young Africa walitolewa na nani? Young Africans kwenye Champions League. Walitolewa na walitokea makundi. Yes, makundi katika mchezo wa mwisho ilibidi wafunge wale nani Aljaz nani? Yes, MC Alger, USM Alger, yes. MC Alger. Ushindi wote hapa wanavuka. Kwa Mkapa. Yanga sio nao walivyopambana. Walipiga mpira mwingi, mashuti siku 17, siku 10 ngapi, on target ngapi, nini akakupata chochote. Mwisho wa siku mpira umeisha. MC Alger ambao walikuwa wamepaki basi tu wameenda robo finali. Yanga maneno yalikuwaje? Kama sisi tumecheza mpira mzuri sana au maneno kwa lawama tu? Tumeshinda goli moja. Naona. Yes. Mashabiki ndio ndivyo walivyo. Na mimi ninachoona ni kwamba kama maneno kusema kwamba mwalimu mbinu zake hazieleweki zinatoka ndani kabisa dressing room kwa wachezaji, naona Yanga wasichelewe kumfukuza huyo mwalimu. Yes, wasipake rangi upepo. Yes. Wasikopeshe. Kama maneno hayo as soon as possible. Yes, kama maneno hayo yanatoka dressing room means kwa wachezaji ambao yeye ndio wanawafundisha. Uko sahihi. Wakisema kwamba mwalimu mbinu zake ngumu, hatumuelewi huyu mwalimu. Hapo sawa. Maneno hayo yamefika kwa viongozi. Na ukiangalia uhalisia wa mechi inavyochezwa, Yanga wasidelay, wamfukuze wakati huu kwa sababu bado hakujapambazuka bado. Sawa. Lakini kama dressing room ipo kimya, hawana shida na mwalimu. Na nazungumza wachezaji. Uvumi unavuma kwa mashabiki. Yanga waweke masikio tie pamba, mambo mengine yaendelee. Kwa sababu kwa mwalimu ameonyesha. Na ukisikiza kauli ya Ali Kamwe hapo utaona ame-account lini wachezaji ambao kikosi kamili amepata na mwalimu ana kustruggle ni kitu cha kawaida. Kwa wachezaji mbona wanavumilika, kama huyu akizoea huyu atakuwa hatari. Lakini kwa mwalimu na good enough timu icheze vizuri, matokeo yapo. Ukiona kwamba hakuna maendeleo yoyote, at least unaweza kwa hoji. Lakini kwa michezo miwili mitatu unaelewa kama iko. Na kuelewa. Watu wengine wanasema kwa nini mnapambana kumtetea huyu mwalimu? Lakini pia tunawasifiaga walimu wanafanya vizuri. Sahihi. Unajua walimu wakifanya vizuri tunawasifia. Big time. Kwa mfano mimi sina hiana. Kufanya vizuri nasema yes. Kufanya vibaya vile vile. Natoa rumu wewe huku na huku. Simami na upepo mmoja tu. Kwa hiyo mimi rai yangu viongozi wa Yanga wanataka kufanya maamuzi yote.
kumfukuza mwalimu kumwajiri mwalimu mwingine, hiyo football hiyo ina shida. Lakini waangalie sosi ya haya malalamiko. Kama wachezaji wanasema kwamba mwalimu hana shida, sahihi, ukimfukuza utakuwa mtu wa ajabu. Kama wachezaji nao wanalalamika na minong'ono, baada mwalimu anajua tumuelewe. Hatumuelewi bana. Vipi bwana safari? Ngoja tu tuangalie itakuwaje. Asubuhi tu. Hapo msidelay. Lakini kama ndani ni kimya. Kama ndani kimya, mambo na nini, afu watakuwa wanacheza ngoma ambayo unajua wakati mwingine, ngoja nikwambie. Wakati mwingine kubadilisha walimu is gambo. Kamari, yes. Kamari. Yaani mwalimu unabadilisha pale penye tatizo, unaona kabisa hapa kuli tatizo limefika. Hawezi kusolve. Hapa tuangalie plan B. Lakini ukisema hivyo kwa sababu hiyo hapana. Mimi narejea mfano Capello Fabio akiwa na Real Madrid. Msimu wa Madrid kweli kwa struggle, lakini matokeo yanapatikana of course. Wakiwa na Del Bosque wanaopiga mpira mwingi, mataji hakuna. Subiri, huyo nani Del Bosque tu ashaondoka. So kaja Fabio Capello. Msimu aliwapa ubingwa la Liga ambao ulikuwa hujachukua kwa misimu kadhaa. Tumtaki soka bovu sawa. Kaja walimu wao wanaopenda wazee sana mpaka kupata nini. Nakshi wanaiona, lakini mataji hakuna. Yanakwenda kwa Barcelona, kwenda timu nyingine. Mwisho wa siku wasema bwana, tutafuteni mwalimu ambaye atatupatia sisi ubingwa. Mashabiki hawa ambao unafungwa nao mlango pamoja unaingia nao, wao ndio kwanza kutoka. Hatari kweli. Kwa hiyo wakati mwingine kama kiongozi inabidi ustable na uangalie uhalisia upo wapi na matakwa ya na hilo la kwanza. Lakini la pili, yaani wakimfukuza sasa hivi mwalimu, nani alimleta yule mwalimu? Wakumuuliza nani alileta yule mwalimu? Sasa unaniuliza mimi master. Mimi swala kujiuliza. Unajua jiulize wewe kwanza. Wewe pia msikilizaji. Nani alimleta yule mwalimu? Nani alimleta kwa sababu gani? Kwa sababu ili mwalimu aletwe kuna vitu ambavyo vya kuzingatia. Mfano unaangalia culture ya timu husika, filosofia. Kama sisi filosofia yetu ni kucheza mpira wa namna fulani. Unapoenda sokoni utafuta mwalimu, unatafuta mwalimu wa namna hiyo. Anayeendana na falsafa yetu. Falsafa yenu. Ukija pale unaambia sisi falsafa yetu ni hii na wewe tunaona unafanya hivi na hivi. Tunataka tuende mbele. Sahi. Lakini umemchukua mwalimu by the way tu umemleta. Alafu mwisho wa siku mechi 5 umemfukuza. Unaelewa? Hilo la kwanza. Lakini lingine, je, wakati wanaondoka Miludi anaondoka? Kwa sababu habari za kuondoka Miludi kabla ligi haijamalizika msimu uliopita walisema huyu anaondoka. Mpaka watu wengine wakasema huyu mbona mwalimu yupo fresh, tuende naye msimu ujao kwa sababu tayari asha master na soka linaonekana. Piga mpira mzuri kabisa zidi ya Simba 2-0 mechi ya mwisho. Azam FC kule Chamazi, Yanga walitakata mpira wingi, waliutakata mpaka mpira mwingine kumwagika. Wakapata matokeo ya ushindi. Watu wakasema huyu ndio mwalimu kwenda. Lakini Yanga walishatangaza kwamba huyu mwisho wa msimu hatumuongezee mkataba. Pale labda kulikuwa na lengo la mwalimu mwingine ambao labda pengine ana jina kubwa ama anaendana na hivyo. Labda hawajampata sokoni, hakupatikana, ndio wakasema bana hata huyu ambaye anapatikana sokoni. Kwa sababu kitu kingine unaingia sokoni, huoni kitu kaka. Wewe umeenda katika sherehe, umeangalia kila mtafute mtafute bwana, naweza nikaondoka kapa hapa yoyote tu ile. Yote ile popular kwenda kujuana huko. Umejua tu mai? Asubuhi unazuka nishakuelewa itakuwa na kimaanisha. Unataka sijakuelewa kaka. Unaelewa hiyo? Nimekuelewa. Kama walikuwa kwa nia hiyo. Well and good. Lakini scout wa Yanga kumscout huyu mwalimu alimleta kwa sababu zipi? Kama falsafa ya Yanga na falsafa mwalimu haziendani, kwa nini walimleta huyu? Na walikuwa katika dirisha kubwa la usajili, sio kama mwalimu amekimbia alafu tuzibe tu nafasi. Walikuwa walijipanga mpaka kumleta huyu mwalimu. Suddenly wanasema huyu mwalimu hafai kwa sababu falsafa yake na ya kwetu sio. Kwa nini walimleta? Ni swala kujiuliza hilo. Lakini wakati mwingine master unaweza kumleta kocha ambaye anaendana na falsafa yako akafeli. Sasa huyu amefeli? Kwa kufeli kwa mwalimu ni kiupi? Sasa unaangalia boli alitembeshe. Sasa ndio falsafa ndio nini? Sasa wewe mpira Yanga, ngoja subiri kwanza kitu kimoja. Yanga unajua Yanga? Yanga unajua Yanga wewe? Gusa achia. Kipato wakati mwingine unaleta majivuno, watu wajivune kwa sababu wana kipato, lakini kiukweli kabisa itakuwa ni kumuonea. Wewe unamkumbuka nini mwalimu Mwinyi Zahera? Papa Mwinyi Zahera, yes. Umeona Feitoto akivyocheza? Nakumbuka. Hivi kuna mchezaji ambaye alikuwa anapata kadi ya njano au anacheza mirafu kama Feitoto? Alipokuja Nabi akamconvert kutoka kule kwenye defensive midfielder akamleta huku katika na kiungo mshambuliaji. Sahihi. Sasa huyu hapa ananyumbulika hivyo. Lakini kule soka alikuja kubadilisha, of course ni Babu Hans. Van Plum huyo ndio kidogo alikuja kuita Yanga kampa tena. Lakini huko nyuma na Babu timu ile ya kuitengeneza yeye. Unamjua nani alimtengeneza ile timu? Ni Dusan? Sio Dusan.
Nusa Nusu 2009 Brand ndo alitengeneza timu. Yes, Mholanzi. In Brand ametoka kutoka IPR. Yule babu wa Pensi yule naye. Ndo alitengeneza ile timu ile. Yanga kaza. Nale na yenyewe. Alikuja nini akaongeza vitu viwili vitatu kutoka nini babu. Okay. Na Yanga hii ya nini ya Gamondi. Yes. Nabi ndo kaitengeneza. Na ukiangalia mpira wa Nabi naye goli lake 1-2-1. Watu wamerudi wanajilinda mshambuliaji ingia Mwamnyeto kazibe njia. Oho. Yanga hiyo. Kwa sababu ushindi wake ulikuwa 1-2, 2-1 kishafunga wanafunga njia. Hawana nini. Hao Yanga bana wana nafasi mpira wao. Akaja Gamondi akafungua njia. Akaja Roman Unani ule na Ramovic. Anashinda goli 4 anasema bado timu yangu icheze vizuri. Bado kabisa. Yanga kanogewa bwana. Kaja amerudi akachukua mazima. Yanga sasa bado kumbe tunaweza kucheza zaidi ya ile pale. Mlete Roman Falls. Yote ni kipato. Kipato uleta majivuno. Kwa hiyo Yanga yani hapa watulize sana vichwa vyao. Miruzi mingi. Unajua tuma iko. Kwa hiyo watulie sana hapa. Wafanye maamuzi sahihi. Kama kumuondoa mwalimu it's okay. Wamuondoe na kama wana sababu hizo za msingi za kisayansi. Okay. Lakini sababu hizi za muonekano walisema babu